Yes, ni siku nyingine tena ambayo tunaenda kuangalia mchezo wa marudiano wa mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao utapigwa pale Durban, jiji la Durban kule Afrika ya Kusini. Kama kawaida tupo naye hapa mchambuzi wetu Chris Sylvester ambaye anakwenda kutupa kipi ambacho mnyama Simba anaenda kukabiliana nacho pale kwa Madiba, au ni kipi ambacho mnyama Simba atakuwa kuingia nacho kwenye mchezo huu ili afanikishe kufika fainali yake ya kwanza kwenye karne ya 21. Chris, habari za sahizi bwana? Safi kabisa. Ndio bwana, tunaona mnyama Simba tayari ameshafika Afrika ya Kusini, na mapokezi wanaona ni mazuri sana pale Afrika ya Kusini, kwamba tutegemee sasa kwamba mnyama Simba anakwenda kututoa kimasomaso wa Tanzania kufika fainali 2024-2025. Yes, hilo linawezekana kwa kuwa mpaka saizi Afrika ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha ukubwa wa hali ya juu, miongoni mwa timu ambazo zina performance kubwa. Kwa hiyo kwenda South Africa na kupata matokeo ni jambo ambalo linawezekana, kwa kuwa hata timu kutoka Tanzania ambazo zinaenda South Africa kidogo imeonyesha uhai. Kumbukwe alishawahi kwenda kule na kucheza dhidi ya Orlando Pirates na akafungwa goli 1-0, akatolewa kwenye hatua ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo na hata goli ambalo alifungwa, kama kungekuwa kuna msaada wa VAR, Simba angeweza kunufaika. Kama unakumbuka vizuri, halikuwa ni goli halali, ilikuwa ni goli ambalo lilitokea kwa mpira wa offside. Pia aliwahi kwenda klabu ya Young Africans akacheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, akatolewa kwenye hatua ya mikwaju ya penalty, licha yao kukosa kunufaika goli la Stefan Aziz Ki ambao mpira kwa marejeo ya faida, marejeo ya picha, mpira ulikuwa tayari umeshaingia. Kwa hiyo Simba Sports Club kwenda South Africa anaweza kanufaika kwa namna moja ama nyingine. Ikumbukwe pia South Africa ni miongoni mwa mataifa ambayo Watanzania wengi wakiwa wameishi kule. Kwa faida ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu, miongoni mwa majimbo au miongoni mwa mikoa ambaye Watanzania wengi wanaishi ni mkoa wa KwaZulu-Natal, ambao hali ya hewa yake haitofautiani na hali ya hewa ya Tanzania bara. Kwa hiyo ni miongoni tu mwa faida ambayo Simba Sports Club anaweza kaipata kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch pale South Africa. Kuhamishwa kwa mchezo ambapo tulitegemea kwamba watakwenda kucheza nyumbani kwao Stellenbosch, lakini tunaona mchezo huu umepelekwa kule Durban ambako kwao, na wao Stellenbosch ni kama wageni hivi, kwamba hii inaweza kuwapa faida gani Simba kwenye huu mchezo ukiangalia hapo bwana Chris Sylvester? Yes, unajua miongoni mwa faida ambayo Simba Sports Club wataipata, umetoka kuiongelea hapa Njoe, kwa mchezo umehamishwa kutoka kule Johannesburg Road au maeneo ya Stellenbosch kwenye mkoa wa Western Cape ama wengi wanaifahamu kama Cape Town. Mchezo umehamishwa kule kuelekea kwenye mkoa wa KwaZulu-Natal ndani ya jimbo la Durban kwenye mitaa ya Stamford Hill pale kijiji cha North Beach. Kwa hiyo hao Stellenbosch wao makazi yao ni kule Western Cape ndani ya kijiji cha Quartenberg kwenye mitaa ya Stellenbosch. Kwa hiyo wamesafiri kutoka Western Cape mpaka Johannesburg, takriban kilomita 1400. Kwa hiyo wametoka Johannesburg kwenye International Airport ya Tambo mpaka King Shaka kule Durban. Kwa hiyo wametembea takriban kilomita 570. Kwa unaweza kaona 1400 mpaka kule Durban tena kilomita 570 ni mbali zaidi. Ikumbukwe huu mchezo utapigwa kwenye uwanja wa Moses Mabhida, ambao uwanja unaenda kutumika wao Stellenbosch, sio uwanja wao nyumbani, kwa sababu wao Stellenbosch makazi yao yapo kule Western Cape ama Cape Town kwenye uwanja wa Stellenbosch. Makazi yao yapo hapo miaka yote kwenye uwanja wa Draven Cavern toka hii timu inunuliwa kutoka Vasco da Gama msimu wa mwaka 2015 kabla ya kucheza ile hatua ya championship na kufuzu. 2016 timu ikaenda pale kwenye makazi ya Stellenbosch. Kumbukwe hii timu inamilikiwa na chuo kikuu cha Stellenbosch pale kwenye mitaa ya Stellenbosch. Kwa hiyo makazi yao yapo hapo kwenye uwanja wa Draven Cavern, ndio huwa wanaitumia, au michezo yao yote ambayo wameicheza nyumbani, michezo mitano wametumia hapo kwenye uwanja wa Draven Cavern. Ni uwanja ambao ulijengwa mwaka 1979 kwa hisani ya mcheza rugby maarufu nchini South Africa anaitwa Draven Cavern. Kwa hiyo huo uwanja ulijengwa kwa hisani yake ili kumuenzi. Ikumbuke huo uwanja una matumizi mengi sana pale Stellenbosch. Miongoni mwa matumizi hayo na matumizi maarufu zaidi kuhusiana na mipira au mchezo wa rugby. South Africa ni miongoni mwa nchi ambazo duniani zimekuwa zinacheza rugby maarufu, ukiachana na Amerika
wanaofuatia ni South Africa. Ikumbuke walishawahi kufika hatua ya finali kwenye michuano hii. Kwa hiyo uwanja wanaotumia huo uwanja Draven Cavern utatumika kwa ajili ya michezo ya rugby. Kwa hiyo wameomba au wameutumia uwanja wa Moses Mabhida ambao upo pale kwenye mitaa ya Stamford Hill North Beach ndani ya jiji la Durban au mji wa Durban kwenye mkoa wa KwaZulu-Natal. Kwa hiyo wamehamisha mchezo huo kutoka huko Stellenbosch kuelekea KwaZulu-Natal ndani ya mji wa Durban kwenye mitaa ya Stamford Hill. Kwa hiyo huo mchezo utapigwa hapo kwenye uwanja wa Moses Mabhida ambao huo uwanja ulijengwa mwaka 2006 mpaka mwaka 2009. Umeitwa Moses Mabhida. Ikumbukwe kwenye historia ya South Africa huyo Moses Mabhida alikuwa miongoni mwa wapigania uhuru, ama kama unakumbuka vizuri kwenye historia kuna watu ambao walitumika kwa ajili ya kupigania uhuru ama kupinga ile apartheid policy ama ule upingaji wa kirango, ubaguzi wa kirango. Kwa hiyo huyo Moses Mabhida alikuwa ni miongoni mwa waasisi wa kupambania uhuru wa South Africa. Alizaliwa mwaka 1923 na akafariki mwaka 1986. Alikuwa ni miongoni mwa waasisi wa chama cha ANC ama African National ni ANC, nakumbuka vizuri ni ANC, ambaye miongoni mwa waasisi alikuwa huyo Moses Mabhida pamoja na Olivia Tambo pamoja na Nelson Mandela. Kwa hiyo kwa hisani yake wameupa ujina uwanja wa Moses Mabhida kwa jina lake yeye. Kumbuke 2010 ulitumika kwa ajili ya mashindano ya kombe la dunia. Miongoni mwa mechi ambayo ilichezwa hapo ni mchezo kati ya Hispania dhidi ya Germany. Kwa hiyo na mechi ilisha goli 1-0. Kwa hiyo huo mchezo utapigwa hapo kwenye uwanja wa Moses Mabhida. Ikumbukwe mpaka jana nafuatilia mji wa Durban ulikuwa nyuzi joto zimeshuka. Hapo mwanzo tulikuwa tunaona nyuzi joto za Durban hazitofautiani sana na nyuzi joto za Dar es Salaam kwa kuwa wao nao wapo karibu zaidi na bahari ya Hindi. Kwa hiyo kutoka uwanja ambao wa Moses Mabhida mpaka kuifikia bahari ya Hindi kwenye fuko za North Beach ni takriban kilomita 1. Kwa unaona sio mbali sana. Na ikumbukwe hali ya hewa ya kule inatengenezwa au inakuwa regulated na bahari ambayo inazunguka hapa ambayo ni bahari ya Hindi. Kwa hiyo sio mbali sana, lakini disadvantage wa sala ambaye Simba atakuja kuipata, nyuzi joto zimeshuka kutoka 30 au 31 mpaka 20. Kwa hiyo unaweza kuona ni hali ambayo ya ubaridi zaidi. Kwa upande wa Tanzania unaweza kalifana kule Njombe maeneo ya Makete. Kwa hiyo ni miongoni mwa viwanja bora vyenye urefu wa mita 103 uwanjani, 105 uwanjani na upana wa mita 68. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambazo zinaweza kuwa na mvuto kwa namna yake. Hii ni miongoni tu mwa historia ambayo Stellenbosch ambao wao wamemove kutoka kule Western Cape ama Cape Town kwenye maeneo ya Stellenbosch mpaka kule Durban kwenye mitaa Stamford Hill. Naam, tumeona mchezo ambao umechezwa pale New Amaan Complex na matokeo ni 1-0, lakini sasa wanakwenda kucheza dakika 90 za pili ambazo zinaenda kuchezwa pale kwa Madiba. Kipi ambacho Simba atakiwa kukifanya kuelekea mchezo huo na huku akiwa wako mbele kwa bao 1 mpaka sasa hivi? Yes, kwanza ikumbukwe miongoni mwa timu ambazo zimekuwa tishio kwenye uwanja wake nyumbani bila kuisahau Stellenbosch. Kwa kuwa wao wamecheza michezo 5 nyumbani. Licha ya hiyo michezo 5 hawakucheza kwenye uwanja wa Moses Mabhida. Wao hiyo michezo 5 yote walicheza kwenye uwanja wao nyumbani wa Draven Cavern ambao upo kwenye kijiji cha Stellenbosch. Kwa hiyo kwenye hiyo michezo 5 wao Stellenbosch wameshinda michezo 3, wamesale mchezo 1 na wamefungwa mchezo 1. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo inapokuwa uwanja nyumbani imekuwa na matokeo mazuri kuliko kuifananisha na Simba Sports Club ambao wao Simba Sports Club kwenye michezo 5 nyumbani yote wameshinda. Hamna mchezo ambao wamefungwa wakiwa nyumbani. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikawa na matokeo mazuri, lakini sio matokeo mazuri tu. Matokeo mazuri umecheza na nani? Nimekwambia hapa michezo 5 wameshinda michezo 3. Angalia hata kwenye hiyo michezo ambayo wameshinda magoli 2 bila kuruhusu goli. Wameshinda dhidi ya AC Vita magoli 2-0, wameshinda dhidi ya Stade Malien magoli 2-0, wameshinda dhidi ya Lundaso magoli 2-0. Angalia timu ambazo amesale naye na amefungwa. Amefungwa dhidi ya RS Berkane magoli 3-1, pia amesale dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kupata picha kuwa timu ambazo yeye anakutana nazo na kuzifunga ni zile timu ambazo yeye amezizidi kwenye rank. Unaongelea timu kama Stade Malien ambaye yeye kwenye rank mpaka hivi saizi ni timu namba 27 kwa bora barani Afrika, lakini Lundaso kwenye timu 30 bora yeye hayupo. AC Vita naye saizi kwenye fomu hayupo, timu 30 bora kwa upande wa Afrika hayupo. Angalia timu kama RS Berkane ambaye yeye alicheza naye na akafungwa, unakuta timu ambaye yeye imemzidi kwenye rank kwa sababu Stellenbosch yeye ni timu namba 22 kwa bora barani Afrika.
timu kama Zamalek ambaye alicheza naye na akasale 0-0 ni miongoni mwa timu ambazo yeye amezidiwa nazo kwenye ringi. Kwa hiyo anapokutana na timu kubwa, sio kama nakataa ubora wa Stellenbosch, lakini inaonekana anapokutana na timu kubwa ambazo yeye kwenye ranki zimemzidi au ubora umemzidi, anakuwa anahangaika sana kupata matokeo kwenye uwanja wake nyumbani. Zamalek amesalia nao, RS Berkane nao pia alikuwa amefungwa. Kwa hiyo na imani kwa ubora wa Simba Sports Club, timu namba 4 kwa ubora barani Afrika, wanaweza kupata matokeo. Muhimu wasiende kwa defense, waende wakacheze mpira ambao huwa wanaocheza siku zote. Na kwa faida ya mtazamaji wetu, ukumbuke klabu ya Simba Sports Club ni miongoni mwa timu tishio barani Afrika mpaka hivi sasa, ikiwa timu namba 4 kwa ubora barani Afrika ikiwa na pointi zake 43. Lakini Stellenbosch wao ni timu namba 22 kwa ubora barani Afrika. Fadlu Davis, uwanja wa pale New Amani Complex, wamepata ushindi wa bao 1-0. Ukiangalia kikosi chake kina makosa mengi sana. Kipi ambacho unaweza kumshauri kocha Fadlu? Kwanza kumbuke kocha Fadlu anaenda kucheza na timu ambaye kwenye masuala ya kinguvu wao wanatumia zaidi nguvu. Kwa hiyo anapoenda kukutana na timu kama Stellenbosch, kwake ajua anaenda kukutana na timu ambaye physically wapo fit. Kwa hiyo anachopaswa yeye, kwa kuwa tayari ana faida ya goli moja, asiende aka defense uwanjani, aende aka possess mpira, hatumie mipira ya pembeni zaidi ili aweze kuwafungua, kwa sababu Stellenbosch watakapoenda kwenye huu mchezo wao wataenda kushambulia zaidi. Na ikumbuke miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wenye speed ni kiwemo Simba Sports Club. Kwa hiyo kama atatumia advantage ya uwepo wa Elim Panzo ambaye mpaka hivi sasa ameshacheza dakika 490 akiwa amepiga mashoot 27 na shoot on target 7, na Kip Dennis ambaye ameshacheza dakika 771. Kwa hiyo inaweza kawa faida kwa upande wake akitumia wachezaji hao. Kumbuke Kip Dennis mpaka hivi sasa ameshapiga mashoot 33 na shoot on target 10. Kwa hiyo kama atatumia advantage ya wachezaji kama hao, atatumia mipira ya pembeni zaidi ili waweze kuwashambulia kwa nguvu Stellenbosch, wanaweza kupata goli. Miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikafungika kwa haraka, lakini kama ataenda kwa kudefense anaweza akafungwa muda wote, kwa sababu Stellenbosch wao huwa wana mtu kama De Jong kwenye kikosi cha zima cha Stellenbosch. Ni mchezaji ambaye amepiga mashuti mengi on target, yeye akiwa amepiga mashuti takriban 26 na mashuti on target 7. Wana mtu kama Devin Titus ambaye yeye ameshacheza dakika 630 na kwenye dakika 630 ameshapiga mashuti takriban 19 na shoot on target 7. Kwa hiyo kama hataenda kwa kuzuia, anaweza karuhusu wachezaji kama De Jong, Titus na wengine wakamshambulia zaidi, na anaweza akapata kufungwa kwa timu yake, anaweza kawa disadvantage kwa upande wa Simba Sports Club. Tunaona Simba dakika kwa wachezaji akimaliza tu kikosi cha kwanza wachezaji 11. Hatuoni ambaye anaweza akaenda kuleta mabadiliko ambao kwenye benchi la Fadlu hatuoni mchezaji ambaye anaweza kwenda kuleta mabadiliko yote ndani ya uwanja. Hili haliwezi kuwa ni tatizo kwenye mchezo wa leo. Sio kwamba Simba Sports Club wamekosa watu wa kufanya mabadiliko nje ya uwanja, ambao labda useme kuna wachezaji wapo benchi, akitoka huyu anaweza kaingia mchezaji mwingine anaweza akafiti. Hapana, nje ukumbuke kuna mtu kama Ladak Chasambi ambaye kwenye michuano hii hajapata sana nafasi. Akianza Ateba, nje kuna mtu kama Steven Desemukwala, kuna mtu kama Agustine Okejefa, na mtu kama Fabrice una mtu kama Mavambo. Kwa hiyo ukisema kuwa anakosa watu wa kwenda kufanya mabadiliko inakuwa hapana, lakini kikosi chake kwa hata wewe saizi unaweza kuona miongoni mwa kikosi ambacho kimejitosheleza kwa kila kona ni Simba Sports Club. Una Mpanzo, una Kip Dennis, una Steven Desemukwala, una Fabrice Ngoma, na angalia hata sababu zake ambazo zinatoka mara nyingi ni sababu ambazo zimezoeleka. Unaweza ukaona anatoka Fabrice Ruamba Ngoma, anaingia Mavamba, anatoka Mohamed Hussein Zimbo Junior, anaingia Valentine Noma. Kwa hiyo sababu kama hizo zinaweza zikampa matunda, lakini kwenye mchezo huu kwangu sishauri aingie na kikosi ambacho kina mabadiliko makubwa, kwa kuwa wao Stellenbosch wataenda kwenye huu mchezo kwa lengo la kushambulia zaidi. Kwa hiyo kama atatumia kikosi kile ambacho mara nyingi kimekuwa kimempa matokeo, na akaenda akacheza kama yupo uwanja wa Benjamin Mkapa ama New Amani Complex, anaweza kupata matokeo kwa sababu kikosi chake ni bora na kina wachezaji bora. Kwa hiyo asiende kwa hatua ya kudefense ama asiende kwa kufanya mabadiliko mengi, na anaweza kupata matokeo kwa kuwa wao wana experience na mashindano haya na ni miongoni mwa timu bora. Tunamwona Chazi Ahoua, kipi ambacho anatakiwa badilike kuelekea kwenye mchezo? Ni miongoni mwa wachezaji ambao jicho langu likimtazama kama ambaye huwa anachelewesha hivi matokeo ya Simba. Kipi ambacho endelea akakifanya kwenye mchezo huu wa leo mtu kama Chazi Ahoua? Yes, ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kikosi kizima cha Simba Sports Club ameshapoteza nafasi nyingi. Kwenye nafasi 7 alizopata ameshapoteza nafasi 5. Kwa unaweza ukaona
kwa performance yake sio performance ya hatari sana. Kwa hiyo anachopaswa kwenda kwenye mchezo au ajua ametulia, na ikumbuke yeye Jean Charles Ahoua ni namba 10. Kwa hiyo na anapopata mipira na mipira mingi inapopotea miguuni mwake, manake mashambulizi ya timu nzima yanakuwa na delay. Baada ya timu kwenda kushambulia, wao wanarudi tena nyuma kukaba. Na nimeona kwenye michezo mingi sana Jean Charles Ahoua anapopotea, manake mipira mingi sana inakuwa lose, na nafasi hiyo anaichukua Elie Mpanzu, na unakuta kwenye mchezo mmoja yeye Jean Charles Ahoua anaweza asifanye au asipige key passes kulinganisha na Elie Mpanzu. Ikumbukwe kwenye kikosi kizima cha Simba Sports Club, Elie Mpanzu yeye kacheza dakika 490, amecheza dakika chache sana na ameshapiga key passes au zile passes za mpenyezo 14. Kwa hiyo yeye Jean Charles Ahoua anapopotea kwenye mchezo, ajue kuwa timu nzima ipo mabegani kwake, na timu inapokuwa kwenye mabega yako, wewe unapopoteza mpira manake unawapa kazi nyingine ya kurudi. Angalia kwenye ule mchezo nafasi ambayo amepata na aliipoteza, unakuta timu nzima sasa, yani ile pressure ama ile matamanio ya kwenda kama akawa yamepungua. Kwa sababu gani yamepungua? Mategemeo yao yalikuwa ni kwa Jean Charles Ahoua na amepoteza nafasi. Ikumbuke nimesema awali, miongoni mwa wachezaji ambaye anapoteza nafasi nyingi, ameshapoteza nafasi 5 kati ya 7 ambazo amezipata. Ni muda sasa wa kumwamini mchezaji kama Awesu? No, kwa Awesu kwangu ni hapana, kwa sababu Awesu yeye ni ball dancer, ni mchezaji ambaye anategemea zaidi kupiga pasi fupi ili waelekee mbele. Kwa hiyo kwenye michuano hii ukitegemea mchezaji ambaye anapiga pasi fupi ili uweze kupata matokeo ni ngumu. Tegemea kupata mchezaji ambaye anaweza kupiga mipira mirefu kwenye counter attack unampata, lakini kwa Awesu kwake ni ngumu. Yeye anategemea mipira mifupi ili muende mbele. Kwenye michuano hii hakuna beki au hakuna mchezaji atakayewaacha nyinyi mnapiga mipira mifupi mpaka mnafika golini. Na Awesu sio mchezaji ambaye amechangamka au anaweza kukupa matokeo ya haraka ndani ya mchezo. Naam. Bwana, hayo